Naam, asante mara tena. Ni majira ya mchana sasa, tarehe 19 mwezi Januari mwaka wa 2026, ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kukujuza msikilizaji ufahamu kipi ambacho kinaendelea kwa sasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Kama kawaida msikilizaji, kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC. Mchana leo msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukujuza kuhusiana na meli 4 za kivita. Meli 4 za kivita zimewasili katika mji wa Uvira zikiwa zinajaa majeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Mchana asubuhi ya leo kumrazi, katika bandari ya Kalundu zimeweza kuwasili kwa wingi kabisa, ikiwa inajaa majeshi na wanakuja kwa lengo moja, kuweza kuhakikisha sasa operation za kijeshi zinaanza na kuweza kusonga mbele. Pia takujuza kuhusiana na harakati za kukomboa mji wa Kamanyola, Bukavu pamoja na Goma kuandaliwa hivi karibuni. Hiyo utakujuza pia kuhusiana na taarifa hizo mpendwa msikilizaji, lakini pia utakujuza mengine mengi ambayo endelea kujiri mashariki mwa DRC huko kwenye uwanja wa mapambano asubuhi pamoja na mchana wa leo. Hivyo ili endelee kupata habari hizi za ukweli na za uhakika, na kusubscribe tu channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi inaendelea kuzipata kama utakavyokuona zipata wewe. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Karibu kwenye uchambuzi wa asubuhi na mchana wa leo. Okay, asante na karibu mara tena. Bila shaka natumai uko salama na tufungua ukurasa wetu wa habari za mchana wa leo na habari kutoka uko Uvira. Mpendwa msikilizaji, mambo yanazidi kubadilika sasa, mambo yanazidi kuimarika, mambo yanazidi kuwa moto zaidi ya moto. Taarifa mpya za kiusalama zimetufikia kutoka mji wa Uvira katika jimbo ya Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, meli 4 zimewasili katika bandari ya Kalundu zikiwa zimebeba maelfu ya wanajeshi wa FARDC kutokea huko Kalemi. Meli 4 zimewasili sasa katika mji wa Uvira. Kwa sasa vikosi vinaendelea kuingia katika mji wa Uvira, vikiwemo vikosi vya wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ujio wa vikosi hivyo vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unalenga kuimarisha kikamilifu usalama wa mji wa Uvira pamoja na maeneo yake ya pembezoni. Hatua hii imechukuliwa katika muktadha wa juhudi zinazoendelea za kurejesha utulivu wa kudumu baada ya matukio ya hivi karibuni ya kiusalama yaliyoripotiwa katika mji huo wa Uvira. Ujio wa meli hizo ujio wa majeshi yao unalenga kuhakikisha sasa usalama na kuwa maradufu zaidi ya ule ambao ulikuwa hapo awali katika mji wa Uvira. Tunajua ndani ya mji wa Uvira waasi walikuwepo na watu wameweza kucomplain sana baada ya kuona vitendo vibaya ambavyo vilikuwa vikitekelezwa. Sasa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wana jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba usalama unakuwa wa zaidi ya miaka yote ambako raia wa Uvira waliwahi kuishi. Kwa sababu gani? Iwepo utaripotiwa tena na maneno mabaya, aidha matukio mabaya katika mji wa Uvira, basi raia hawachukui muda kubadilika, wataanza kubadilika kusema tena kwamba eti bora wahasi wa M23 walikuwa wanaishi na sisi vizuri. Hivyo jeshi la taifa FARDC limelielewa hilo na kuanza kusukuma vikosi maalum kwa ajili ya kuhakikisha raia wa mji wa Uvira wanaishi kwa usalama ambao utakuwa wa kudumu, na wala si hali tena ya kusuasua ya kusikika kwa milio ya risasi kila kukicha, lakini pia hali za unyanyasaji. Mamlaka za kijeshi na kiusalama zimesema kuwa hatua hii inalenga pia kuzuia vitendo vyote vya vurugu, uporaji au uingiliaji wa vikundi vyenye silaha na kuhakikisha kuwa amani inarejea kikamilifu katika mji wa Uvira zaidi ya miaka yote. Umesikia mpendwa msikilizaji, hiki ndio kile ambacho kinaendelea kuundwa. Kwa sasa wakaaji wa mji wa Uvira wanatarajia kupata serikali mpya, yani FARDC na wazalendo wapya ambao wanakuja kuboresha sasa zaidi ya awali. Yani unaambiwa kwamba mfumo huu kutokuwepo tena risasi kulia kiolela,
hakutokuwepo tena vurugu za wazalendo na FARDC, hakutokuwepo. Yani raia wa Uvira wanataka kuja kupanguzwa machozi, wakae wahisi kama wako peponi, kwa amani, kutembea masaa 24, yani wahisi maisha ambayo hawajawahi kuishi hata siku moja. Hiyo ni moja kati ya jukumu ya serikali ambayo imeamua kuanza kutuma vikosi maalum vya ulinzi kuhakikisha kwamba raia wanakuwa na ulinzi wa kutosha. Wananchi pia wanahimizwa kuwa watulivu, wakishirikiana na vyombo vya kiusalama na kuendelea kufuatilia matangazo rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Hali ya kiusalama endelea kufuatiliwa kwa ukaribu katika mji wa Uvira. Inaripotiwa kuwa inaendelea kwa utulivu tofauti na hapo awali baada ya kuingia kwa vikosi vya wazalendo hiyo jana pamoja na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambavyo vimeweka ulinzi usiku kucha wa leo. Raia wanaripoti kwamba wamelala usingizi tofauti na siku za hapo awali. Hivyo meli hizo zimeingia katika mji wa Uvira, mpendwa msikilizaji, zikiwa na majeshi kemkem, na miongoni mwa majeshi hao wanaambiwa kwamba safari ni moja kwa moja kuhakikisha kwamba operations zinapangwa kwa ajili ya kukomboa maeneo ambako wahasi kwa sasa wanayadhibiti kwa muda. Lakini tofauti na hayo, wazalendo wanasema ya kwamba lengo kuu si kubaki katika mji wa Uvira, bali ni kusonga mbele, kukomboa Kamanyola, hata pia kukomboa uko Bukavu na mwishowe kuelekea Goma. Hiyo ni moja kati ya mpango ambako wazalendo wamewaambia raia wa Uvira wasifikirie kwamba wazalendo wanakuja kukaa Uvira pekee, bali wapo kwenye safari yao ya kuweza kusonga mbele. Huyu hapa ni moja kati ya msemaji wa kizalendo kutoka katika mji wa Uvira, anathibitishia raia kuwatuliza na kuambia kipi ambacho raia wa Kamanyola, Bukavu, Goma pia wategemee. Bandugu yangu bakongomani, ingine tutaka kusema ya kwamba tulishukuru Mungu kwa kuona tuisha kamata Uvira. Hapa tuko tunajelekeza kwenda Kamanyola, tukamate Kamanyola tuingie Bukavu. Na waza tuko pamoja, hatutaishia hapa Uvira. Batu msijilamante sana kusema bazalendo tutaishia hapa Uvira, hapana. Tuko tunasonga mbele, tukamate Bukavu, tukamate Goma. Na hakuna mzalendo mtabakia muvila Uvira. Basi badangaya seme muvila Uvira mtabakia wazalendo. Si wote tunaenda muvita. Muvila Uvira mtabakia baja renseignement, kutabakia polisi, kutabakia wa FARDC wa kusabia. Bengine bote tunaenda ndo kufuru kwenye adui iko. Na kuna kwenye adui atapenya tena ingie ndani. Tunasa musako tafanyika ni nguvu sana. Sisi tutakuwa tuko muvita, musako kwa nafanyika. Musako tafanyika ya nguvu. Unaona? Ndo ile hapa tuko tunaenda, mutasikia nitawapatia raporo ya kazi kunaendelea, tunafika adui mpaka mwisho. Nashukuru ba generale yangu wa kizalendo, Mungu aendelee kuwabariki sana kwa kazi mlifanya na koalisio yenyewe mlihimiza baadhi ya bazalendo wenzetu tufanye koalisio, tupige adui. Hakuna huyu, tupige adui kwanza. Mena hapa amuyasikia mizozano ya bazalendo, amuyasikia. Mungu aendelea kutubariki na kutupatia nguvu ya kufieka adui. Ingine tunataka kuwakumbusha kwamba ndugu zangu wa Kongomani, mtu mwenye anapenda nchi yake ni mtu mwenye anatumikiaka nchi kwa roho na ukweli. Paske hautakuwa mgulu moya uko hapa leo uko kwa Kisekedi, kesho uko kwa Kagame. Mon frère, hauko mzalendo. Mzalendo ni mtu mwenye anajitosha kupigania nchi. Maligra ukamati sila, mepigania nchi kwa politike, pigania nchi kwa information yako, pigania nchi kwa contribution yako. Ile ni mchango ya nguvu sana na contribue na kupiganisha adui mwenye anapenda kuba trakaseri, analeta trakaseri mpei yetu. Ifo kumupiga. Tunaomba sana ndugu zangu wa Kongomani, tusimame imara sie bote. Tusimame imara, hakuna mzalendo mwenye aseme mimi nakamata silando mzalendo. Sie bote tukue bazalendo. Tuendelee kupiga adui musanse yote. Kugere mediatike mupande kumedia, mufanye gere mediatike mu niveau yenu. Tupande tuingie mu vita, tupigane vita mu niveau yetu. Biko na mawezo bafanye contribution mu uwezo yabo. Tuendelee kufuata adui mpaka mwisho. Lakini bali na mzalendo huyo, tujielekeze pia Kabare, mpendwa msikilizaji, ambako
Tunaendelea kufuatilia habari na tunazungumza na viongozi mbalimbali wa kizalendo kuweza kutupatia maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Uko Kabare ni kwamba msemaji wa kundi la wazalendo wa tarafani Kabare, Mheshimiwa Abubakari Zindula Shombo amesema ya kwamba kukombolewa kwa mji wa Uvira si jambo la kusherekea pekee, kwa sababu bado kuna miji miwili mikubwa ambayo pia inatakiwa kukombolewa, na hiyo pia inapatikana mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa kamanda huyo, amesema kwamba ushindi wa ukweli hautopatikana kwa kuachia mapambano katikati, bali ni kuongeza juhudi, mshikamano na moyo wa uzalendo miongoni mwa wananchi na makundi yote, ili kuhakikisha kwamba adui ameondolewa sehemu zote ambako anapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya kukomboa maeneo hayo, hapo sasa ndipo wazalendo pamoja na raia mashariki mwa DRC watafanya sherehe ya kutosha, kwa sababu kumtoa M23 katika mji wa Uvira ni sawa na kumtoa chumbani na kumweka barazani. Kwa sababu gani? Bado anapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo anahimiza wazalendo wengine kusema kwamba wapambane, waongeze juhudi kwa malengo ya kuweza kuwatoa waasi maeneo ya Kamanyola, maeneo ya Bukavu, pamoja na kuelekea huko mjini Goma. Kutoka Kabare, huyu hapa msikilize kwa umakini kamanda huyu akiwa na ujumbe wake kuhusiana na kile ambacho anawataka wazalendo wawe macho, wasilale baada ya kuweza kukomboa mji wa Uvira. Jambo ndugu mtangazaji wa Amani TV, Ramsi Ramazani, unaongea na observance wa General Abdu, observance Abubakari Zindula Shombo, vile vile porte parole wa wazalendo mteritware ya Kabare. Ndugu yangu mtangazaji, nachukua fursa hii leo tarehe 19 Januari mwaka wa 2026 ama le 19 Janvier 2026. Bwana mtangazaji, naanza kwanza kumshukuru rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kwa juhudi ambazo amezifanya kidiplomasia, kwa sababu unajua baada ya M23 kufanya vitendo vya uhalifu, mauaji, wizi na unyanyasaji wa kila aina, kwa kweli rais alikuwa ametoa ahadi kuambia raia wa Kongo ya kwamba wawe na subra, wawe na uvumilivu. Ijapokuwa ndugu bwana mtangazaji, unajua vile vile M23 katika huu muda ambao walishika vile ya Uvira walipata kichapo kikubwa katika milima mirefu ya Uvira na katika milima mifupi ya Uvira, vile vile katika eneo linaloitwa Katongo, Kasekezi, Makobola. Unajua vile vile kulingana kichapo ambacho wamekichapwa katika ile maeneo na kupoteza watu wengi na vile vile kupoteza maofisa wao wakubwa, walijikuta ya kwamba itakuwa ni vigumu tena vile vile kuendelea kivita. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali ya kwamba M23 hawakukuwa na nguvu, kwa sababu nguvu za M23 ilikuwa ni pesa ambayo walikuwa wanategemea kama vile rushwa, ilikuwa ni siasa ambayo walikuwa wanatumia kuwapelekesha baadhi ya wanasiasa wetu, na vile vile kwa kutumia rushwa kuwalipa baadhi ya wanajeshi. Ila sisi kama vile wazalendo, sisi kama vile viongozi wa wazalendo, vile vile tunaendelea kufanya juhudi katika maeneo zote, maeneo za Kabare, maeneo za Mwenga, kuhakikisha ya kwamba M23 atoki katika mahala pote. Na vile vile natoa message vile vile kuifikisha kwa chef de l'Etat Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kwa gouverneur de province Jean-Jacques Purusi, kuwajulisha kwamba M23 lazima kuwe mkazo, lazima kuwe juhudi za kuiondoa mpaka Kamanyola, Bukavu na kadhalika, kwa sababu sisi kama vile wa Kongomani na sisi vile vile kama vile wa patriote hatuwezi tukaselebre, hatuwezi tukashabikia tu kwa kuona M23 imesha kujiondoa katika mji wa Uvira, kwa sababu Bukavu ndio chef lieu. Lazima M23 iondoke katika mahala pote ambapo iliweka ngome zake. Bwana mtangazaji, unajua huwa kuna wale wakongomani ambao akili zao ni wajinga zaidi, kwa sababu ukiangalia fasi popote pale ambapo M23 ilikuwa imeteka, fasi kokote pale ambapo ilikuwa imeshika, watumishi wote ambao walikuwa wamewekwa
kuanzia kumigration, DGM, DGI, DGRAD, OFIDA, OCC, wale wote walikuwa ni Wanyarwanda ambao walitokea Rwanda. Na katika utafiti ambao tumefanya, ndugu yangu mtangazaji, tunaonyeshwa ya kwamba hata resete zote, hata versema zote, taxe zote provinciale zote zilikuwa zinavuka ni kwenda Rwanda. Na ndio maana mimi naendelea kuwapa pole ndugu zetu wa Kongomani ambao walishawishiwa na M23 kwa kujiunga na uhasi ili kufanya vitendo vya uhalifu katika nchi yao, ubakaji, wizi, mauaji ya kila aina. Vile vile bwana mtangazaji, unajua kama upande wetu wa Kabare huwa sisi tungali imara, kwa sababu sisi hadi leo tarehe 19 tunaendelea kufanya operation na kupambana na M23. Isipokuwa mimi Abubakar Zihindo Lanshombo kama vile observance charge renseignement sécurité et aussi kama vile porte parole wa wazalendo wa teritwari ya Kabare, nawaambia watu wa Kabare wasivunjike moyo na waendelee kutegemea kwamba nao vile vile watapata ukombozi kama vile watu wa Uvira wamekombolewa. Vile vile najulisha vile nzima ya Bukavu ya kwamba wawe imara, waendelee kutegemea chef de l'etat Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, waendelee kututegemea sisi watoto wao ambao tulikubali kuacha mali zetu, ambao tulikubali kuacha familia zetu kwa ajili ya kufanya sacrifice supreme, kwa sababu ijapokuwa hii masuala yote sisi kama vile viongozi wa wazalendo hatukuvunjika moyo, hatukurudia nyuma, hatukupokea rushwa, tuliendelea kupambania nchi yetu. Na ndio maana mimi huwa katika message ambayo nilikuwa nikituma mara kwa mara, nilikuwa nawajulisha raia ya kwamba waelewe ya kwamba hata usiku ukawie unakuchaka tu. Na ndio maana leo watu wa Uvira wamekombolewa, na kesho watu wa Kamanyola watakombolewa, na kesho yake watu wa Bukavu watakombolea. Isipokuwa mimi kama nilivyosema, kwa wale wakongomani ambao kweli walijulikana kwa kujiunga pamoja na adui, waanze kutafuta makao Rwanda, kwa sababu yeyote aliyekubali kushikamana na mwenye Rwanda ili kufanya mauaji katika nchi ya Kongo, ili kufanya uporaji katika nchi ya Kongo, huyu ni adui. Bwana mtangazaji, ukitizama Uvira M23 wameiba gudro, M23 wamepakiza mabajaji, wamepakiza mamoto za raia na kuzipeleka Rwanda, hata na magari wamepeleka. Bwana mtangazaji, wameingia katika maofisi za serikali zote na kupora kama vile wanavyofanya hata katika mji wa Bukavu, kwa sababu hata kwa sasa Bukavu kila kitu cha samani kwa leo kinapelekwa na M23. Na ndio maana tunaendelea kuambia vyombo vyetu vya upelelezi renseignement waendelee kuwa makini, waendelee kutujulisha habari kama inavyokwenda asubuhi kama vile mchana. Bwana mtangazaji, kingine kitu ambacho mimi nitakipiga marufuku, kwa sababu kuna wale baadhi ya wazalendo ambao kabisa wanatakiwa kuwa makini na kujiepusha na watu ambao wana mbinu za adui za kushikamana na adui ili kuneutralize baadhi ya ndugu zao wazalendo. Na tukitoka hapo Kabare tujielekeze moja kwa moja kwa Kinshasa, mpendwa msikilizaji, ambako mwezi Januari watikisa uongozi wa juu wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Mwezi huu wa kwanza umeonekana kuwa hatari nzito na kipekee katika uongozi wa jeshi la juu la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, zaidi ya majenerali 4 wa FARDC wamehamishwa katika gereza la kijeshi lenye ulinzi mkali la Ndolo kufuatia kuhojiwa kwao na Baraza la Kitaifa la Usalama wa Mitandao CNC. Majenerali 4 sasa, unajua kuna kipindi ambacho tuliwatangazia majenerali wanafungwa, mpaka sasa hawajajulikana hatimaye kwa namna gani. Walikuwa bado nafuatilia mahojiano ili kubaini ni kipi ambacho kitakuja kuwakuta, lakini sasa mwezi huu wa kwanza wamesafirishwa moja kwa moja kuelekea katika jela kuu Ndolo ambayo ina ulinzi mkali. Na miongoni mwa maafisa wakuu waliokumbwa na hatua hiyo, yapo majina mazito ambayo yanafahamika katika jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hakiwemo jenerali wa jeshi Christian Chiwewe Songesha aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya FARDC, amepelekwa pia Ndolo. Pili, jenerali wa brigadia John Kabila
aliwahi kuwa afisa wa karibu wa aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Amepelekwa pia huko Ndolo. Pia watatu ni jenerali wa Brigadier John Sangwa, aliwahi kuwa naibu kamanda wa mkoa wa 12 wa kijeshi anayehusika na maslahi ya utawala na vifaa. Wa nne ni jenerali meja Maurice Nyembokofi, aliwahi kuwa mkurugenzi wa ofisi ya mkuu wa zamani wa majeshi ya FARDC. Mbali na hao, taarifa zinaeleza kuwa Jenerali Bolingo Matani ambaye ni naibu wa Jenerali Chibangu katika mkoa wa 21 wa kijeshi uliopo Kasai Oriental, naye pia amekamatwa mjini Kinshasa na vyombo vya usalama. Kwa sasa anasubiri kuhamishwa rasmi katika gereza la kijeshi la Ndolo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, maafisa hao wa ngazi za juu wametumiwa kwa njama dhidi ya rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ikiwemo jaribio la kumua na kosa la uani. Tuhuma hizo pia zinataja mawasiliano yanayodaiwa kuwepo na taifa la kigeni pamoja na vitendo vya kuwavunja moyo wanajeshi walioko mstari wa mbele vitani, hasa katika muktadha wa mapigano dhidi ya waasi wa M23. Mpendwa msikilizaji, au ni majenero ambao kwa sasa baada ya mahojiano yaliyochukua muda kadhaa mwezi huu wa kwanza wanasubiria kupelekwa moja kwa moja kwenye jela kuu ya Ndolo ambako kuna ulinzi mkali. Kile ambacho endelea uko Kinshasa ndo hicho. Na hivyo mpendwa msikilizaji, hizi ndizo habari zetu za mchana. Naendelea kukusii ili uendelee kuzipata za ukweli na za uhakika. Usisahau kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Hiyo ndo hali halisi kwa sasa. Uvira mambo endelea kuwa shwari, lakini pia huku watu wa Kamanyola, Bukavu wakitarajia kukombolewa hivi karibuni kufuatana na maneno ambao wazalendo, lakini pia jeshi imetangaza rasmi kusema kwamba hawatoishia hapo, kwa sababu pia Umarekani, Marco Rubio ambayo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba kujiondoa kwa waasi amepokea kwa furaha kubwa, lakini hawatoishia Uvira pekee, bali kuna baki Bukavu pamoja na Goma. Hivyo matarajio muda wote Bukavu kuombolewa yapo kwa asilimia kubwa, kwa sababu nguvu za wazalendo wamesema kwamba nguvu zipo, lakini pia nguvu za Umarekani zipo. Moja kati ya jambo ambalo limeweza kurahisisha vitu, kwa sababu kujiondoa kwa waasi katika mji wa Uvira si kwa nguvu sana za kijeshi, lakini pia kuna nguvu ambazo zimetoka juu Umarekani. Hasa ukichanganya nguvu za Marekani pamoja na nguvu za wazalendo, kwa sababu wazalendo na jeshi la taifa FARDC wamefanya kazi kwa kuto kuwapatia waasi amani katika mji wa Uvira. Hiyo moja kati ya jambo ambalo waasi isingekuwa kwamba wazalendo wapo katika maeneo ya Makobola, lakini pia kusimama imara, laiti kwa sasa waasi wangeanza kurudilia katika mji wa Baraka. Lakini wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC walikaa chini na kusema kwamba hapo hatutokubali tena hawa watu kusonga mbele. Hivyo juhudi za wazalendo pia ni moja kati ya kazi kubwa ambayo wameifanya kurahisisha waasi wa M23 kurudilia Uvira. Labda kwa sasa wangerudilia Kalemi, ilikuwa ni moja kati ya mambo marefu, ila kazi kubwa ambayo wameifanya imewapelekea waasi kuweza kurudia katika mji wa Uvira. Ni moja kati ya jambo kubwa ambalo limefanyika, na ndio maana unapouliza wazalendo kwamba je, waasi wa M23 wamerudia kwa nguvu za Marekani, wao wanakuambia wamerudia kwa nguvu zetu, kwa sababu wanajua kile ambacho walipokuwa wanakifanya. Lakini kwa ukweli ni kwamba nguvu za Marekani pamoja na nguvu za wazalendo ndio zimesababisha waasi wa M23 kuanza kurudi nyuma. Lakini moja kati ya mchochezi, aidha moja kati ya mwandahaji wa nguvu hizo ni Rais Felix Tshisekedi, ambaye alikuwa akitembea huku na huko kwa ajili ya kutafuta namna ambavyo vita vinaweza vikamalizika kisiasa, kama jinsi vita vilivyoingia kisiasa na avimalize kisiasa. Na hivyo waasi waliingia bila silaha katika mji wa Uvira na wametoka tena bila makabiliano. Hiyo ndio siasa. Msikilizaji, endelea kusubscribe channel hii ili unapata update za ukweli kila muda, na kusiti na kuwa nami katika habari zetu za hapo baadaye. Kwa heri kwa sasa, tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Asante.